Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Usiishi maisha hafifu ya kusinya yasiyo na kitu, wakati kuna maisha mazuri sana ya kupendeza na ya ajabu kwa ajili yako, lakini wewe hutaki kuyapokea. Tumekuwa tukiongea kuhusu kufanya uchaguzi unaofaa. Na uchaguzi wetu ni muhimu sana. Kila uchaguzi tunaofanya, naamini ni kama mbegu tunayopanda. Na kila mbegu tunayopanda huleta aina fulani ya mavuno. Ikiwa ni mbegu mbaya, italeta mavuno mabaya au isilete mavuno, na ikiwa ni mbegu nzuri, basi tutapata mavuno mazuri. Lakini lazima upande kabla uvune. Kwa hiyo inamaanisha inatubidi tuchague kile kilicho sawa kabla hatujapata matokeo yaliyo sawa. Na nafikiri kila siku tunafanya mamia ya maamuzi. Baadhi ya maamuzi hayo ni madogo na pengine yenye, hayaleti madhara makubwa katika maisha yetu, lakini baadhi ya maamuzi hayo yanaweza kubadilisha hatima yetu. Nataka kuongea nanyi asubuhi ya leo juu ya kuchagua mtazamo. Na huwa tunachagua mitazamo yetu. Mitazamo yetu si lazima kukaa na kusubiri kuona vile tunavyohisi tunapoamka. Tunaweza kuchagua mtazamo ambao tutaishi nao. Unaweza kuamua kuwa na mtazamo chanya. Unaweza kujikuta unaegemea upande wa kuwa na mtazamo hasi kwa sababu ya vile ulivyolelewa au mambo yaliyotokea katika maisha yako, au hata wakati mwingine hisia zetu za kawaida tutakuta zinaegemea upande wa hasi, lakini unaweza kuchagua kuwa na mtazamo chanya. Na ni kitu kizuri sana kuchagua kuwa na mtazamo chanya, kwa sababu hutamfurahisha tu kila mtu aliye karibu nawe, lakini pia utajiongezea furaha. Kuna aina nyingi za mitazamo ninazoweza kuzungumzia, lakini nataka kulenga zaidi mada inayosema kuchagua ujasiri badala ya uoga. Mungu hajatupa roho ya uoga. Hataki tuishi maisha ya hofu, wenye haya, wadhaifu, wasio na nguvu na maisha ya kusinya. Anataka tuwe wajasiri na hodari na wenye nguvu na tusiogope kujaribu mambo mapya. Naamini kama watoto wa Mungu hatupaswi kuogopa kufanya makosa. Nafikiri sababu nyingi zinazowafanya watu wasijitokeze na kujaribu mambo mapya, mojawapo ni kwamba tayari wanafikiria yale yote yanayoweza kutokea endapo watakosa kufaulu. Na nafikiri kwamba ukijua jinsi Mungu anavyokupenda, ukielewa kabisa jinsi anavyokupenda, basi unaweza kuishi bila kuogopa kutofaulu, ambapo mara moja utakuwa huru kujaribu mambo. Unajua, mara kadhaa katika wiki hii hapa juu na mbele ya maelfu ya watu nimeweka maandiko ambayo sio yaliyo katika mafundisho yangu, na kisha kuambia watu wafungue mahali fulani, na tunapofungua tunakuta si hapo. Ndiyo, hii hainisumbui. Sisi ni binadamu. Hatufanyi kila kitu kwa usahihi kabisa. Na nafikiri kama tukiacha kujaribu kufurahishana, tutaweza kupendana. Amen. Kumbukumbu la Torati 30:19, nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, basi chagua uzima. Na ningependa kusema na yale yote yanayohusiana na uzima, ili uwe hai wewe na uzao wako. Nafikiri kwamba baadhi yenu mmefikia mahali fulani katika maisha yenu, na ninahisi hivi moyoni mwangu kwamba baadhi yenu si hapa tu, lakini yamkini hata wale waliochagua kuangalia kipindi hiki cha televisheni leo, mmefikia mahali katika maisha yenu ambapo mnakabiliana na kitu kipya. Pengine kitu fulani maishani mwako kimefikia mwisho, na sasa unakabiliana na kitu kipya, na uoga unatupinga wakati wote tunapokabiliana na mambo mapya. Huko peke yako. Kila wakati unapojaribu kuendelea mbele kidogo, unaweza kuwa na hakika kwamba shetani atajaribu kukutisha. Hivyo ndivyo anavyowazuia watu kwenda mbele. Na ujasiri haumaanishi kutokuwepo kwa uoga, lakini ujasiri haswa ni mwendo wa kwenda mbele katika uwepo wa uoga. Sitaki msahau hilo. Wewe huogopi, wewe si mwoga kwa sababu unahisi uoga. Lakini tunakuwa waoga wakati tunaruhusu uoga utudhibiti
kuliko kuendelea kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu. Mungu atatuongoza kupitia woga hadi katika mapenzi yake kamilifu kwa ajili ya maisha yetu. Katika Yoshua, kitabu cha Yoshua, tunamwona mwanaume aliyekuwa amepewa kazi kubwa sana na Mungu, na kazi ambayo na hakika hakuona kwamba alikuwa tayari kwa ajili yake. Ikiwa kweli unataka kuishi maisha yako ukiongozwa na Roho Mtakatifu, lazima uelewe kwamba Mungu hata kwa kawaida hawaiti watu wanaofaa au wanaojiona wako tayari kufanya kile wanachoagizwa kufanya. Ndiposa kazi hiyo inahitaji imani, na imani inamaanisha uchukue hatua kwa kutegemea kile kilicho moyoni mwako, si kutegemea kile kiko katika hali zako. Na mimi husikiza nyimbo zile tunazoimba wakati mwingine, na ninazisikiza wakati wote, lakini wakati mwingine nacheka nikisikia mambo tunayoimba, twaenenda kwa imani na si kwa kuona, twaenenda kwa imani na si kwa kuona. Na kisha najisemea, nashangaa wangapi wetu kweli hufanya hivyo. Unajua, ni fursa kubwa kuweza kuenenda kwa imani na kutoishi kulingana na hali zako, lakini kuishi kulingana na kile kilicho moyoni mwako. Nashangaa jinsi Yoshua alivyohisi wakati Musa alipoaga dunia na Mungu akasema, sasa utawaongoza watu hawa kuingia nchi ya ahadi. Lakini najua uoga ulimpinga, na Mungu akampa agizo ambalo tunahitaji kulizungumzia asubuhi ya leo, ambalo litatuondoa sisi sote pale tulipo hadi pale tunapohitaji kuwa, na tutaliangalia katika Yoshua 3. Badala ya kuogopa mambo mapya, lazima tusisimuliwe na mambo mapya. Wangapi miongoni mwenu mnahisi kana kwamba mko mahali papya maishani mwenu? Basi nadhani lazima nimepata kundi la watu wanaofaa, ujumbe ufaao, kundi lifaalo. Amen. Yoshua 3:4. Nitarudi nyuma kidogo na tuangalie kifungu cha kwanza. Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, nao wakatoka pale mahali walipokuwa. Neno linalofuata ni gumu kwangu, kwa hivyo hata sitajaribu kulisema. Huwa ni vigumu kwangu kulitamka. Poleni. Kwa hiyo akaondoka mahali pale, akafika katika mto wa Yordani, yeye na wana wa Israeli wote wakakaa hapo kabla ya kuvuka. Ikawa baada ya siku 3, viongozi wakapita katikati ya kambi, wakawaamuru watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu na makuhani Walawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapo mlipo na kulifuata. Sasa leo tutaenda kulipatia umuhimu mkubwa hili sanduku la agano na baadhi ya njia alizotumia Mungu kuongoza watu katika agano la kale. Sanduku la agano lilikuwa na uwepo wa Mungu. Sanduku la agano lilikuwa na neno la Mungu. Sanduku la agano lilikuwa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kimsingi walikuwa wanasema, sawa sawa, mtaenda mahali papya na mtafika huko salama na kila kitu kitakuwa kizuri ikiwa mtafanya kitu kimoja, nacho ni kusubiri lile sanduku la agano. Maana yake ngojea wakati wa Mungu katika maisha yako, na mkiona lile sanduku likianza kuondoka, basi mtaanza kulifuata hilo sanduku. Kinachosema hapa ni kwamba mfuateni Mungu. Na najua hii inaonekana kama masomo ya chekechea, lakini kusema wazi na kweli, kama watu wangekuwa na ujasiri wa kumfuata Mungu kwa ajili ya maisha yao binafsi, wangekuwa na maisha mazuri sana na ya ajabu. Si kila mtu atapenda kile unachofanya, si kila mtu atakubaliana na kile utakachochagua. Pengine hutatiwa moyo sana au kupigiwa makofi wakati utakapokuwa unaanza, lakini Mungu atajithibitisha kwako ikiwa utakuwa mjasiri vya kutosha kumfuata Mungu na si kufuata kundi. Mtu aseme amen. Lakini na iwe nafasi kati ya nyinyi na lile sanduku, kifungu cha 4, kama dhiraa 2,000 kiasi chake, msilikaribie mpate kulitafuta sanduku na kuijua njia ambayo hamna budi kuiendea. Na sijui kwa nini haya maneno machache yafuatayo yana maana kubwa sana kwangu, lakini nayapenda. Kwa maana hamjapita njia hii bado. Napenda hapo kwa sababu nafikiri watu wengi sana, mimi nikiwa mmoja wao, mara nyingi tunafika mahali katika maisha yetu na hatujawahi kuwa hapo.
Hatujafanya hivyo, hatuna ujuzi katika jambo hilo, na kwa hiyo tuna mazoea ya kutaka kurudi nyuma na kuendelea kukaa katika mashua yetu ndogo ya usalama. Lakini Mungu anawatia moyo leo kutoka nje na kuwa wajasiri vya kutosha na kufuata uongozi wa Mungu kwa maisha yako. Huna haja ya kwenda kwenye karamu kwa sababu kila mtu anaenda. Ikiwa unahisi kwamba si sawa kwenda, basi usiende, na huna haja ya kutoa vijisababu 20 kwa nini hutaenda. Huna haja hata ya kuwa na wasiwasi ikiwa watu wataendelea kukupenda au la, au hawatawahi kukualika tena. Jambo moja ambalo tunapaswa kulijali sana katika maisha yetu ni, je, namfuata Mungu kwa ajili ya maisha yangu? Na nataka hili liwe la maana kwenu leo. Nafikiri ni muhimu sana kwamba hatuzongwi na kelele na shamra shamra na kufuata kundi na mambo yanayopendwa na watu, lakini kila mmoja wetu amfuate Mungu kwa ajili ya maisha yake. Amen. Nataka nirudi tena katika Yohana wa kwanza 2:27 mahali tuliposoma jana. Panazungumzia jinsi sisi sote tulivyo na upako. Upako ni uwepo wa Mungu. Sasa sisi hatuna haja ya kufuata sanduku lililobebwa kwa fito na makuhani wa Kilawi walioshikilia neno la Mungu na mapenzi ya Mungu na uwepo wa Mungu. Hatuna haja ya kulitafuta ili tuone liko wapi, kwa sababu sasa liko ndani yetu. Huo ndio uzuri wa Agano Jipya. Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Uwepo wake wakaa ndani yetu, Roho wake akaa ndani yetu, na huwezi kuwa karibu zaidi ya hapo. Hakuna sababu ya sisi kutoongozwa na Roho, alimradi haturuhusu nafsi zetu zitutawale. Yohana wa kwanza 2:27, nanyi na hao ni nyinyi, si nyinyi kumaanisha watu wengine. Hatujui ni kina nani leo, lakini nyinyi nanyi mafuta, mpango wa kiungu, kumwagiwa mafuta. Nilizungumzia jana usiku, napenda neno hilo. Hiyo ni kama mnato wa Roho Mtakatifu. Yaani nina mnato leo wa kuja na kufanya hivi, na nilikuwa na dozi mara 2 ya mnato huu jana usiku, na wakati wote nashangaa yale Mungu anayomwezesha mtu kufanya ikiwa atachukua hatua ya kutoka nje. Na jambo la ajabu sana ni wakati uko hapa, huhisi hali hiyo. Unahisi kama kama mtu mjinga zaidi duniani, ni kama tu. Lakini ukichukua tu na kutenda yale unayoamini Mungu amekuwekea, basi hapo ndipo huja mnato, ule mnato wa Roho Mtakatifu na upako. Na nahisi nina nguvu sana katika moyo wangu leo kwa ajili ya kila mtu, watu walio hapa na wale wanaotazama kupitia televisheni au kusikiliza DVD, CD, njia yote ile unayopokea kwa redio, kwa njia yote ile. Tafadhali, 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 kama vile Paulo alivyosema kwa waumini, na wasihi katika jina la Kristo, usiishi maisha hafifu ya kusinya yasiyo na kitu, wakati kuna maisha mazuri sana ya kupendeza na ya ajabu kwa ajili yako, lakini wewe hutaki kuyapokea. Pengine hivyo unavyohisi, pengine kile unachohisi ni Mungu. Sasa kumbuka, unaweza kuwa umekosea lakini Mungu haachi kukupenda. Angalia, kitu tunachopaswa kutambua ni kwamba Mungu anaijua mioyo yetu, na ikiwa kweli kweli katika moyo wangu naamini kile ninachofanya ni Mungu, hata ikiwa si wakati wake au sikifanyi kwa njia sawa, Mungu atanifundisha kitu kutokana na hicho, na hakutakuwa na madhara yoyote. Unajua, tunahisi vitu katika mioyo yetu wakati mwingine ambapo hatuko werevu kiasi cha kuweza kujua wakati ufaao na njia ya sawa, na ni muhimu kusubiri wakati wa Mungu. Lakini jambo muhimu ni kwamba ukitoka mapema sana, basi hutafaulu. Si vigumu vile. Lijaribu kuwa kwenye televisheni mapema kabla Mungu hajaniweka kwenye televisheni.
Unajua kuna tofauti katika wewe kujaribu kuendesha sanduku la agano huku na huku na kulifuata sanduku la agano. Amen. Kulikuwa na wakati Mfalme Daudi alikwenda na kulitoa sanduku ndani ya nyumba lilimokuwa limekaa kwa miaka mingi kwa sababu ya vita, na kulikuwa na maagizo makali juu ya jinsi sanduku lilivyopaswa kubebwa kwa sababu lilikuwa na utakatifu wa Mungu. Na wakati wote lile sanduku lilipaswa kutangulizwa na watu wangefuata nyuma, lakini wakaliweka juu ya gari na kulipeleka huku na huko. Na mtu akaligusa na akafa, na Daudi hakuelewa na akaudhika, lakini Mungu hana mchezo. Nitaongoza na wewe utafuata. Ni hivyo tu, mwisho wa mazungumzo. Kwa hiyo nikajaribu kurusha vipindi kwenye televisheni. Unajua kila kitu kilikuwa kinakwenda vizuri. Tulikuwa tunafanya huduma yetu, hatukuwa kwenye televisheni bado, tulikuwa kwenye redio sana. Tulikuwa tukienda huku na huko kuandaa mikutano yetu midogo midogo sehemu tofauti tofauti. Yalikuwa maeneo yaliyo karibu na pale ninapoishi huko St. Louis. Na nikapata wazo hili kwamba nifanye kipindi cha televisheni cha mahojiano. Na kwa hiyo tukawatumia wafanyikazi wetu wachache, kina dada kadhaa ambao walikuwa na ufahamu mkubwa wa neno la Mungu, na tukakodisha nafasi ya studio katika studio fulani ya St. Louis ambapo walikuwa na kamera na kila kitu, na tulikuwa tunanunua muda wa hewa katika baadhi ya hizi stesheni za St. Louis ambao ulikuwa rahisi sana sana. Na ilikuwa inachekesha sana ninapokumbuka hayo sasa, kwa sababu nilikuwa najaribu kufanya show ya mahojiano, lakini ningewauliza maswali kisha kujibu swali hilo mimi mwenyewe. Sikuweza kunyamaza kiasi cha kumwacha mtu yeyote aweze hata kujibu swali hilo. Sasa sikilizeni, ndani ya miezi 6 tukapokea barua fulani. Kwa nini? Haukuwa wakati ufao. Kwa hiyo unajua, ikiwa mwerevu haitakuchukua muda mrefu kujua ikiwa kitu kinafaulu au la, na kikiwa hakifaulu sema tu, unajua nilimkosa Mungu. Si mwisho wa dunia ukimkosa Mungu. Kisha baada ya miaka michache Mungu alituambia tuanze kurusha vipindi kwenye televisheni, na vile tulivyoanza ilikuwa inasikitisha sana. Ungeweza kutuhurumia. Hatukujua kwamba tulihitaji producer wa TV, hatukujua tulichokuwa tukifanya. Sitawahi kusahau kipindi kile cha kwanza tulichorekodi. Ilikuwa ndani ya chumba, katika chumba cha kufanyia karamu, na dari lilikuwa chini sana, ambayo si hali nzuri ya kurekodi vipindi, na baadhi ya vile vigae vilikuwa vinaanguka kutoka darini kwa sababu hatukuweza kukodisha sehemu nzuri nzuri, na nyuma yangu hakukuwa na pazia nzuri ambayo hutumika, lakini kulikuwa na pazia hii mchwari ilionekana kama pazia ya bafuni, na ilikuwa juu ya nguzo, na tuliangika juu na kuifunga nyuma yangu, na nilikuwa na jukwaa langu, na tulikuwa na kamera yetu moja hapo nje, na tukanunua muda katika stesheni moja ya televisheni. Na siku ile ya kurusha kwa kipindi changu cha kwanza tulipokea simu 125 na nikadhani tumekufa na kwenda mbinguni. Kwa sababu unaona, wakati mkono wa Mungu unafanya kitu fulani, hata ikiwa si kizuri, hata ikiwa kijapigwa msasa vizuri, hata ikiwa si kikamilifu, upako ndio ufanikisha kazi hiyo, si vile vitu vya hali ya juu tunavyofanya. Sasa namshukuru kwa mwonekano mzuri tulionao, na nafikiri ni muhimu kufanya kwa ubora wa hali ya juu, na nashukuru kwamba tuliweza kufanya hivyo. Mara kwa mara naikumbusha timu yetu kwamba tusiache kutegemea sana kupiga msasa na mwonekano wetu, kwa sababu Mungu ndiye aliyetufikisha hapa, na ni upako wake ndio ufanya watu wakasikiza. Na kwa hiyo ukweli ni kwamba ukifanya vyema kadri uwezavyo wakati umetoka nje, basi Mungu atakuinua kidogo kidogo. Kwa hiyo mara kwa mara tunaangalia vile tunavyofikiria kitu kinapaswa kuwa katika ubora wa hali ya juu, na ikiwa hatuwezi kufanya hivyo bado, basi hatutaweza hata kutoka nje na kufanya chochote. Na naweza kuwaambia mwanzo wangu ulikuwa wa kusikitisha, lakini nilikuwa namfuata Mungu. Sawa, na tumalizie kusoma Yohana wa kwanza. Nanyi mafuta, mpango wa kiungu, kumwagiwa mafuta, yale mlioyapata kwake mnayo, hamna haja ya kujaribu kuyapata. Mmeyapokea kama waumini katika Kristo, yanakaa ndani yenu daima, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Hakuna mtu mwingine anayepasa kuyaendesha maisha yenu
Huna haja ya kuzunguka na kuwauliza watu wengine wakati wote kile unachopaswa kufanya katika kila hali, na ikiwa wanakubaliana na Mungu juu ya maisha yako au la. Siongelei kuhusu uasi. Sisemi kwamba si vizuri kupata ushauri kutoka kwa wengine, na ikiwa nachukua hatua na kufanya kitu fulani, na kisha watu watano ambao ninawaheshimu sana 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 waseme, unajua, nafikiri unahitaji kuombea jambo hili zaidi, basi bila shaka ningesikiza ushauri huo, kwa sababu naona hekima itawasikiza wengine. Lakini naweza kuambia hivi, hata baada ya kuwasikiza hao wote, ikiwa bado nahisi kabisa kwamba napaswa kufanya jambo hilo, mimi ingenibidi nichukue hatua na kwenda nje kutafuta kujua. Vinginevyo singeweza kuridhika moyoni mwangu kwamba nimemfuata Mungu. Kwa hiyo kuna uwiano katika jambo hili. Si kwamba hutaki kwamba kuwasikiza watu wengine, lakini naweza kuambia ukiwasikiza watu sana, adui atatumia hiyo kuiba hatima yako. Mtu aseme amen. Kumbe jaketi langu linang'aa. Nimeliona hapa kwenye skrini. Linaonekana kama kijiti kinachong'aa. Kwa hiyo si ni vizuri kujua kwamba unaweza kumsikia Mungu na unaweza kuongozwa na Roho Mtakatifu, na unaweza kuwa na maisha haya mazuri sana yaliyo huru, yaliyojaa ya ujasiri na yenye nguvu, na huna haja ya kuogopa kufanya makosa au kufanya kitu kisicho sahihi. Sasa nina maandiko kadhaa kwa ajili ya kuwatia moyo. Isaya 30:21 tutayaweka kwenye skrini na kuwasomea maandiko kadhaa ili muweze kutiwa moyo. Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Mungu anatuahidi. Sasa eleweni hili. Hii ni ahadi kwa kila mmoja wetu kwamba tutoke nje na kutenda kile tunachoamini ni mapenzi ya Mungu, kwamba atatuongoza katika kila hatua. Lakini hatakupa mwongozo kwa miaka 10 ijayo kabla hujachukua hatua ya kwanza. Sasa pesa zitatoka wapi? Ni wapi huko? Mother Teresa alienda India nafikiri na hela kidogo sana na ndoto kutoka kwa Mungu, na akawa mmoja wa wanawake walio kiroho wanaojulikana duniani. Isaya 45:2 ni ahadi moja nyingine, na naomba andiko hili kila wakati. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Najua kwamba kila mahali niendapo huwa kuna upinzani. Wakati wote kuna mpango wa adui wa kusitisha kazi nzuri tunayotaka kuifanya. Lakini huwa naomba andiko hili kwamba Mungu atakwenda mbele yangu na kutuma malaika wake mbele yangu, na ataandaa njia mbele yangu na kuandaa mioyo ya watu mbele yangu. Nafurahi kwamba miaka mingi sana iliyopita niliacha kufikiria kwamba nilihitaji kuja hapa na kujaribu kuwafanya mnipende. Hiyo si kazi yangu kuwafanya mnipende. Kazi yangu ni kumfuata Mungu. Na ndiposa nasema baadhi ya mambo ninayosema kwa ujasiri jinsi hiyo, kwa sababu nimejitoa kumfuata Mungu. Si kazi yangu kuwafurahisha nyinyi, ni kazi yangu kuambia kile ninachoamini Mungu anataka msikie. Na nikifanya hivyo, hata ikiwa hamtafurahi wakati huo huo, baadaye mtakuja kufurahi, kwa sababu yote kati yetu anayefuata mapenzi ya Mungu atakuwa na furaha. Siko hapa kufanya maonyesho, siko hapa kuwapa kitindamlo. Niko hapa kumwacha Mungu atumie kinywa changu kuambia ukweli, ili ukweli uweze kuwaweka huru. Amen. Unajua, nitaongea nanyi zaidi kuhusu ujasiri leo kuliko uoga. Mungu amekuwa akinionyesha kitu hivi majuzi, na naona bado tunaongea sana juu ya yale watu hawapaswi kufanya, na hatuongei vya kutosha kuhusu vile wanavyopaswa kufanya. Na ukweli ni kwamba ikiwa unafanya kile unachopaswa kufanya, basi kile hupaswi kufanya hakina nafasi ya kuweza kuingia katika maisha yako. Wagalatia 5:16 inasema, basi inasema nendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa hiyo ikiwa unawaza mawazo yaliyo sahihi, mawazo ambayo hayana nafasi ya kuingia ndani, na ikiwa unatumia kinywa chako kwa kile ambacho Mungu ataka ukitumie kwacho, kujenga, kuinua,
kusifu, kuwaza mazuri na kuongea mazuri kuhusu mambo fulani, basi hakuna nafasi ya uchafu kutoka katika kinywa hicho. Na naona ndivyo ilivyo kwa uoga na ujasiri. Nitawaambia yamkini mara 500 leo, kuweni wajasiri, kuweni wajasiri, kuweni wajasiri. Toka nje, uwe mjasiri. Na ukifanya hivyo, hutasumbuliwa na uoga kamwe. Unajua, nitaongea nanyi zaidi kuhusu ujasiri leo kuliko uoga. Mungu amekuwa akinionyesha kitu hivi majuzi, na naona bado tunaongea sana juu ya yale watu hawapaswi kufanya, na hatuongei vya kutosha kuhusu vile wanavyopaswa kufanya. Na ukweli ni kwamba ikiwa unafanya kile unachopaswa kufanya, basi kile hupaswi kufanya hakina nafasi ya kuweza kuingia katika maisha yako. Wagalatia 5:16 inasema, basi inasema nendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa hiyo ikiwa unawaza mawazo yaliyo sahihi, mawazo ambayo hayana nafasi ya kuingia ndani, na ikiwa unatumia kinywa chako kwa kile ambacho Mungu ataka ukitumie kwacho, kujenga, kuinua, kusifu, kuwaza mazuri na kuongea mazuri kuhusu mambo fulani, basi hakuna nafasi ya uchafu kutoka katika kinywa hicho. Na naona ndivyo ilivyo kwa uoga na ujasiri. Nitawaambia yamkini mara 500 leo, kuweni wajasiri, kuweni wajasiri, kuweni wajasiri. Toka nje, uwe mjasiri. Na ukifanya hivyo, hutasumbuliwa na uoga kamwe. Si kwamba hutahisi hofu tena, bali utakuwa na azma ya kuwa na ujasiri na kuishi maisha ya ujasiri kama Mungu anavyotaka uishi, kiasi kwamba uoga utakuogopa zaidi kushinda vile wewe utakavyouogopa. Na usijaribu kusema, unajua, sio utu wangu. Mungu hakumuuliza Yoshua utu wake ni upi. Alisema, nenda nami nitakuwa nawe. Vile nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakavyokuwa na wewe, na nitakuwezesha kuongoza watu hawa kuingia katika nchi ya ahadi, na kile unachopaswa kufanya ni kufuata sanduku la agano. Hesabu 9, napenda maandiko haya 15. Na siku hiyo maskani iliposimamishwa, lile wingu, uwepo wa Mungu, likaifunika maskani, yani hema ya kukutania. Kila mahali ambapo Waisraeli walisafiri jangwani, walibeba hema hiyo, ambapo ilikuwa ni hema ya kukutania, ambapo walifanya maombi na kukutana na Mungu. Na napenda hiyo kwamba, unajua, hawakujaribu kwenda popote bila kwenda pamoja na Mungu. Ingekuwa bora zaidi kwetu kama tungekuwa na mtazamo huo leo. Basi kulikuwa na wingu juu ya hema hiyo, na lilikuwa ni wingu la uwepo wa Mungu. Wakati wa jioni likawaka juu ya maskani mfano wa moto hata asubuhi. Ndivyo ilivyokuwa siku zote, lile wingu lililifunika kwa mfano wa moto usiku. Na kila lilipoinuliwa lile wingu juu ya ile hema, ndipo wana wa Israeli waliposafiri. Na mahali lilipokaa lile wingu, ndipo wana wa Israeli walipopiga kambi yao. Nitawasomea vifungu kadhaa kama hivi, lakini cha muhimu ni kwamba wingu liliposonga, walisonga. Wingu liliposimama, nao walisimama. Na wakati mwingine wingu hilo lilisonga katikati ya usiku, na ilibidi waamke na wasafiri katikati ya usiku. Na wakati mwingine walitaka kusafiri kwa sababu hawakupenda mahali walipokuwa, lakini wingu lilisimama. Na kama wingu lilisimama, iliwabidi wapige kambi. Hupasi kuondoka mahali eti kwa sababu upapendi. Hupasi kuondoka katika uhusiano eti kwa sababu unatatizika na upendi uhusiano huo. Ikiwa wingu limesimama, nawe salia hapo. Sasa najua nimewakera baadhi yenyu asubuhi ya leo, kwa sababu mlikuwa na mipango ya kuondoka katika hali fulani ambazo zimewachosha na hamwezi kuzivumilia tena. Naondoka hapa, nimeamua. Na sasa mtagundua kwamba huenda wingu halitasonga na itawabidi msalie hapo na muwe na furaha mkiwa hapo. Unajua, wakati mwingine Mungu atakuweka katika hali fulani mbaya ili ujifunze kutenda mema katika hali hiyo. Kuna mtu amenisikia hapa leo? Wingu likisonga, nawe songa. Wingu likisimama, nawe simama. Najua tungependa
kuweka sanduku hilo la agano kwenye mkokoteni mwingine na tulisukume sisi wenyewe, sio? Bwana, nafikiri nitasimama hapa. Hapa ndipo ningependa kusalia kwa miaka 5 ijayo. Mstari wa 17 tutaanza hapo tena. Na kila lilipoinuliwa lile wingu juu ya ile hema, ndipo wana wa Israeli waliposafiri. Na mahali lilipokaa lile wingu, ndipo wana wa Israeli walipopiga kambi yao. Kwa amri ya Bwana wana wa Israeli walisafiri, na kwa amri ya Bwana walipiga kambi. Wakati lile wingu lilipokaa juu ya maskani, walikaa katika kambi yao. Na lile wingu lilipokawia juu ya maskani siku nyingi, ndipo wana wa Israeli walipolinda malinzi ya Bwana, wala hawakusafiri. Na pengine lile wingu lilikaa juu ya maskani siku chache, ndipo kwa amri ya Bwana walikaa katika kambi yao, tena kwa amri ya Bwana walisafiri. Na pengine lile wingu lilikaa juu ya hema ya kukutania tangu jioni hata asubuhi. Jamani, unaandaa vitu vyako na ghafla ni wakati wa kusafiri tena. Kila lilipoinuliwa lile wingu, ndipo wana Israeli walisafiri. Hebu fikiria jinsi hali hiyo ilivyokuwa kwao. Sidhani kufungasha hema hizo walimoishi pamoja na vyombo vyao vyote ilikuwa kazi rahisi. Hebu fikiria kusafiri jangwani pamoja na ngamia wako au chochote ulicho nacho, hema na vitu vyako vyote, kisha bila hata wewe kukubali, bila hata kuzingatia fikira zako au hisia zako, Mungu anakuja na anasema, haya, twende. Mungu, nilikuwa ndo nimeanza kupiga kambi hapa. Hapana, twende. Kisha inakubidi usimame tena, unasafiri, kisha unasimama tena. Unajua, hivi karibuni nimekuwa nikifikiria sana kuhusu safari yangu na Dave, si katika maisha tu, bali hasa katika huduma. Natumai mnaelewa hisia za moyo wangu asubuhi ya leo ninapoelezea kwamba sijui nimefika vipi hapa nilipo, ila mara moja kwa sababu ni sharti nawe ufanye hivyo unapojaribu kumfuata Mungu. Na unajua nini? Ukifanya uamuzi wa kukataa watu wengine wafanye maamuzi kwa niaba yako na uchukue hatua, utagundua hatima ambayo Mungu amepangia maisha yako. Utagundua kile ambacho kitakuridhisha na kile ambacho unapaswa kutekeleza na kile ambacho unapaswa kuwa. Lakini ni sharti uwe na ujasiri. Ni sharti uwe na ujasiri wa kutosha kuchukua hatua na ugundua mambo hayo. Safari yetu na Mungu ni kitu cha ajabu, cha ajabu, cha ajabu, na nakwambia leo uchague ujasiri. Tukienda kwenye Yoshua wa kwanza, tutaona kwamba Mungu alipomtuma Yoshua kuchukua nafasi ya Musa ili aongoze Waisraeli kuvuka jangwa na kuingia nchi ya ahadi, alisema kuna kitu kimoja tu unachopaswa kufanya. Usiogope, bali uwe hodari. Mungu hawezi kufanya kazi kupitia woga, anafanya kazi kupitia imani. Woga humfungulia adui mlango wa kufanya kazi maishani mwako, na imani humfungulia Mungu mlango wa kufanya kazi maishani mwako. Woga hutoka katika mwili wako, hutoka kwa hali zako za maisha, hutoka kwa fikira zako na hisia zako, lakini imani hutoka moyoni mwako. Na nilijifunza zamani sana kwamba wakati mwingine ninapohisi kana kwamba nashambuliwa kila upande, napaswa kwenda mahali na niwe kimya, kisha niseme, nini kiko moyoni mwangu? Nini kiko moyoni mwangu? Na ni sharti ufuate moyo wako, na ni sharti ulinde moyo wako, na pia uweke moyo wako huru. Na ikiwa hufuati mwongozo wa Mungu kwa maisha yako, basi moyo wako hautakuwa huru, utakuwa na uzito. Wakati mwingine hata sikujua kwa nini nilipaswa kufanya jambo fulani au kutofanya jambo fulani, lakini mimi na Dave tulifanya uamuzi mapema sana katika huduma kwamba tutajaribu sana kumfuata Mungu na hatutafuata watu. Na naamini kwamba hiyo ndio mojawapo ya sababu kwa nini tuko mahali tulipo leo, kwa sababu watu wenye nia nzuri wanaokupenda bado wanaweza kukupotosha. Unajua, hivyo ndivyo tulivyo kama wanadamu. Kwanza kabisa, ikiwa unashirikiana na watu wengine na ufanye uamuzi ambao utaathiri kitu fulani maishani mwao, wataona hupaswi kufanya jambo hilo. Kwa hivyo ni sharti tujifunze kumfuata Mungu sisi wenyewe. Unajua, Yeremia aliogopa Mungu alipomuita. Na napenda jinsi inavyosema katika Yeremia 1:17, inasema, usifadhaike kwa ajili yao, nisije nikakufadhaisha wewe mbele yao. Kimsingi Mungu alikuwa anasema, wacha kuangalia wanadamu ukingoja wakupe idhini yao. Fuata wingu. Namshukuru Mungu kwamba tunaweza kuishi kwa ujasiri.
Unajua, tumia kinywa chako kwa dhati ukisema vitu vitakavyokusaidia kutimiza hatima yako. Wacha kuzungumza sana kuhusu jinsi unavyohisi. Zaburi 3:6. Nitaweka vifungu kadhaa hapa juu na nataka niwaonyeshe kitu. Tunazungumza kuhusu kufanya maamuzi mema. Ili uweze kufanya hivyo, ni sharti utumie nia yako, na wakati mwingine unapohisi unashambuliwa kila upande, huo ndio wakati unapopaswa kusema naweza, naweza. Sitayaogopa makumi elfu ya watu waliojipanga juu yangu pande zote. Bila shaka Daudi alikuwa na woga aliposema hivyo. Wangapi kati yenu wanaamini alikuwa na woga aliposema sitaogopa? Eti kwa sababu unahisi woga haimaanishi ni lazima uonyeshe woga. Unaweza kutenda hata ukiwa na woga. Inayofuata, Zaburi 27:3. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Nina ujumbe mkamilifu kuhusu tofauti kati ya kujiamini na kuhisi kujiamini. Kusema ukweli, wakati mwingine nikija hapa mbele huwa nimeamka vibaya kwa sababu nisizojua. Sijui, pengine homoni yangu moja ilibaki kitandani au kitu kama hicho, sijui ni nini, lakini unajua, huwa sijihisi kujiamini au sihisi nina upako wa kutosha. Lakini ni kitu cha kufurahisha sana kujua kwamba si lazima uishi kulingana na hisia zako. Wacha hisia zako zifanye kile unachotaka zifanye, lakini wewe ishi kulingana na maamuzi yako. Nitajiamini. Huenda sihisi kujiamini, lakini nitajiamini, na nina uhakika nikichukua hatua, Roho Mtakatifu atanitia nguvu. Natumai kuna mtu anahitaji funzo hili leo, litaleta mabadiliko maishani mwako. Zaburi 118:6. Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Isaya 12:2. Tazama, Mungu ndiye wokovu wangu, nitatumaini. Sina hisi, bali nitatumaini, wala sitaogopa. Maana Bwana Yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu, na amekuwa wokovu wangu. Sasa unajua, Biblia imejaa watu ambao waliondoka kwenye mashua na wale waliosalia ndani. Na kati ya wafuasi wote wa Yesu, Petro peke yake ndiye aliondoka kutoka kwenye mashua. Alifanikiwa kwa muda mfupi tu, alijipata anazama, lakini Mungu aliona kitu alichopenda ndani ya roho yake. Na naamini hata ukichukua hatua na ujaribu kutekeleza kitu ambacho naamini kimetoka kwa Mungu na ukose kufaulu kikamilifu, Mungu anapenda roho hiyo ya ushujaa na ujasiri ambayo inasema nitachukua hatua na nijaribu, sitaishi kwa woga. Basi hatimaye Mungu alimtumia Petro kwa njia kubwa, hata ingawa Petro alikuwa na matatizo mengi sana katika utu wake, ikiwa ni pamoja na tabia kuzungumza ovyo ovyo ambayo ilimtia mashakani mara kwa mara. Daudi, katika jeshi lote la Israeli, hakuna mtu aliyeweza kukabiliana na Goliathi. Na hatuna muda wa kusoma kile Daudi alisema. Afadhali tungekuwa na muda, unaweza kujisomea kivyako. Samueli wa kwanza 17:32 hadi 50. Nawaambia, hotuba aliyotoa Daudi kwa jitu huyo ilikuwa nzuri ajabu. Alisema, siku hii ya leo nitakuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani mzoga wako. Unafikiri wewe nani kuja mbele ya Bwana Mungu mweza yote? Wewe unanijia mimi na upanga na mkuki, bali mimi nitakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Na wakati mwingine unapaswa kuingia chumbani na utamke mambo kama hayo. Shetani, sijui unafikiri wewe ni nani, lakini Mungu anaishi ndani yangu na hutanizuia wala hutanishinda. Sitaogopa wala sitakata tamaa. Nami pia sina budi kufanya hivyo, na kutakuwa na wakati ambapo wewe pia itakubidi ufanye hivyo, si useme ni vigumu sana, ni vigumu sana, na najaribu kumfuata Mungu lakini kila mtu ananipinga, na pengine haikuwa sauti ya Mungu. Nitarudi tu ndani ya mashua. Natamani kukukamata nikutikise mpaka upuzi huo ukutoke. Nataka tu kukukamata na niseme
Esta alikuwa mwanamke mjasiri na alikomboa taifa nzima. Taifa nzima! Mwanamke mmoja alikomboa taifa nzima, kwa sababu alikuwa tayari kuchukua hatua ya kuingia katika jambo kidogo. Halikuwa la kawaida na halikuwa katika mipango yake. Lakini nafikiri watu watatu nawapenda sana katika Biblia ni Shadraki, Meshaki na Abednego. Jamani, nawapenda watu hawa na tutawazungumzia kwa dakika moja tu. Danieli 3:14. Nebukadreza akajibu akawaambia, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Hiyo ni kusema walikuwa wamekataa kuusujudia mfumo uliokuwepo. Basi sasa, kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vema, bali msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru yawakayo moto. Mstari wa 16. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Hiyo ni kusema, hebu sikilizeni hii. Watu hawa walikuwa tayari wamefanya uamuzi kabisa kwamba watamfuata Mungu. Tayari walikuwa wameshaamua kwamba hata wakiteseka vipi, hata ikiwagharimu nini, watamfuata Mungu. Na walisema, unajua huo ni upuzi, hata tutakujibu. Mstari wa 17, kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ili wakayo moto. Na hawakumaanisha kwamba hakika ataokoa, bali walimaanisha ikiwa Mungu anataka kufanya hivyo, kama hilo ndilo bora zaidi, naye atatuokoa na mkono wake, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego, na kuambia walianza kupewa macho mabaya. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kuna jumbe nyingi hapa. Eti kwa sababu umefanya maamuzi kadhaa yaliyo mema, haimaanishi mashambulizi yatapotea. Wakati mwingine tanuru huongezwa moto zaidi, na unasema mambo hayaniendei vizuri, nimefanya kile kilicho sahihi, lakini angalia mahali nilipo. Haleluya, naweza kuimba. Mstari wa 20, kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. 22. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako ule wa moto ukaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego. Sasa sikiliza, napenda hii mstari wa 23. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akamwambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Na napenda sehemu hii, mstari wa 25. Tazama, mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa. Walitupwa huko wakiwa wamefungwa na walitoka wakiwa wamefunguliwa. Naamini usiamini, wakati mwingine Mungu hutuacha tuingie ndani ya tanuru kidogo kwa sababu tumefungwa na mambo tusiyoyajua, na ni katika tanuru hiyo ndio anatuweka huru kutokana na mambo ya upuzi ambayo tulifikiri ni muhimu sana, lakini tukagundua kwamba hayana umuhimu wowote. Na naweza kusema mengi na mengi na mengi, lakini cha muhimu ni kwamba hadithi hii inakwisha hivi. Tanuru ilipofunguliwa, Shadraka, Meshaki na Abednego walitoka nje, na hata nywele zao hazikuwa zimeungua wala hawakunuka moshi. Sikiliza, utaibuka mshindi. Na wakati majaribu yako yatakwisha, hata hutanuka moshi.
Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.